Mwaniaji wa nafasi ya uwakilishi wa wodi ya Shanzu Kimanzi Mbaluka amefanya ziara katika kijiji cha Hodihodi eneo la Koswalenguru ambako alikutana na wanajamii wenye ulemavu wa kuona. Hizi sura unazoziona hizi za Kimanzi, wanafaa kusikia jina tu. Manake tokea kile kisa cha wakati ule kupea kidogo. Ulipotoa yule marehemu alikuwa ameshindikana kule mochari, ukamleta Mbelegezo ukamzika, hawa pia walikuwepo. Katika ziara hiyo, Kimanzi alisikiliza changamoto na mawazo ya wakazi hao, huku akieleza umuhimu wa kuwapa watu wenye ulemavu nafasi na fursa za kujitegemea kupitia shughuli za kuwaingizia kipato. Hapa ni Hodihodi, tunakupenda sana. Kimanzi aliunga mkono mpango wa wanajamii hao wa kuanzisha biashara itakayowasaidia kupata mapato na kugharamia mahitaji ya familia zao. Alisema kuwa uwezeshaji wa kiuchumi ni muhimu katika kuhakikisha watu wenye ulemavu wanakuwa washiriki kamili wa maendeleo ya jamii. Pia alikumbusha wananchi umuhimu wa kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Aliwataka wananchi kuchagua viongozi wanaoelewa changamoto zao na walio tayari kuwasimamia na kuwatumikia kwa uadilifu. Kimanzi alisema watu wenye ulemavu, wanawake, wazee na vijana hawapaswi kuchukuliwa kama makundi ya pembeni katika jamii, bali wanapaswa kutambuliwa kama washirika sawa katika maendeleo. Alisisitiza kuwa ushirikishwaji wa kila mwananchi ni muhimu katika kujenga Shanzu yenye maendeleo yanayowanufaisha wote. Nikiripotia runinga ya Shanzu, jina langu ni Davis John Kahindi.